Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hatua kadhaa zinatekelezwa ili kudumisha usitishaji mapigano katika ukanda ule wa Gaza, akisisitiza kuwa Hamas itazingatia makubaliano hayo. Wakati huo huo, viongozi wa Marekani wanajaribu kumzuia waziri mkuu wa Israeli ndugu Benjamin Netanyahu asianzishe tena vita. Lakini akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari ikulu ya White House, Trump alisema alikuwa anajinasibu akisema alidai kuwa amefanikisha amani Mashariki ya Kati kwa mara ya kwanza kabisa na kwamba makubaliano yamefikiwa na Hamas. Trump aliongezea kuwa Hamas itajihusisha vizuri chini yake na watakuwa wazuri, na kama hawatafanya hivyo tutaingia na kuangamiza ikibidi kabisa, na wanalijua hilo. Alisisitiza kuwa Israeli iko tayari kukabiliana na Hamas akitaka kufanya hivyo. Huku kukiwa na mashambulizi ya Israeli katika maeneo kadhaa ya Gaza, makamu wa rais JD Vance alikwenda Tel Aviv. White House ilisema Vance ataendeleza kazi ya utawala wa Trump kuhusu makubaliano ya Gaza ya kihistoria. Lakini shinikizo kwa Netanyahu, viongozi wa Marekani wakiwemo Steve Witkoff na Jared Kushner wanajaribu kuzuia Netanyahu kuanzisha tena mashambulio kamili. Vyanzo viliambia Channel 12 kwamba Witkoff na Kushner walimfanikisha Netanyahu kwamba Israeli inaweza kujitetea, lakini lazima isifanye chochote ambacho kitaweka hatarini makubaliano ya usitishaji mapigano. Walisisitiza umuhimu wa kufikia awamu ya pili ya makubaliano. Msimamo wa Israeli, Netanyahu na waziri Ron Dermer walijibu wakifafanua kuwa Israeli imejitolea kwa usitishaji mapigano na inatarajia Hamas kuzingatia jambo hilo. Ripoti kutoka gazeti la Israeli ya Yedoth Aharonoth zinadai kwamba ujumbe wa Marekani ulikuwa ni na nia ya kuziba mapengo katika maandalizi ya awamu ya pili ya makubaliano, ambayo inajumuisha kuingizwa kwa jeshi la kigeni na kunyang'anywa silaha upinzani. Lakini wajumbe wa Marekani walifikisha ujumbe kutoka kwa wasuluhishi Misri, Katari pamoja na Uturuki kuhusu tukio la Rafah ambapo wanajeshi wawili wa Israeli waliuawa. Ujumbe huo ulisema upigaji risasi haukuongozwa au kuratibiwa na Hamas. Lakini onyo ambalo la Hamas ni licha Hamas kukanusha kuhusika na mashambulizi hayo, Israeli ilifanya mashambulizi ya anga na mizinga Jumapili iliyopita na kuua Wapalestina 14. Hamas inawajibisha Israeli kikamilifu kwa kuzorota au kuanguka kwa makubaliano yoyote ile. Makubaliano haya yaliisha vita iliyosababisha vifo vya takriban Wapalestina 68,216 na majeraha 170,361 tangu Oktoba 7, 2023. Sasa swali ambalo linabakia ni je, unadhani shinikizo la Marekani litatosha kumzuia waziri mkuu Netanyahu kuanzisha tena mashambulizi kamili ikiwa Israeli itahisi makubaliano yanakiukwa?